alipokuja ameiba, nataka pesa. Nenda kwake mwambie nataka nini? Nataka pesa. Kwa hivyo mke akawa na hofu. Ndani mwake alikuwa anajua kwa kweli mchungaji hawezi akatenda kitu kama hicho. Lakini sasa pressure anayopata kutoka kwa mume wake ni nzito. Wamama wakati mwingine tunajua yale yanakuwa pale kwa nyumba. Manake hizi kuta ndani yake kuna mambo mengi. Huenda ametishiwa mpaka hata kichapo ama amegongwa kidogo. Kwa hivyo tunaona kwamba ilibidi mama aondoke, aende mpaka kwa mchungaji, amweleze mchungaji, nimekuja kwa sababu ya ABC. Pale kwa nyumba haikaliki. Kulikuwa na pesa na imesemekana ya kwamba wewe ndiye mgeni uliyekuja mahali pale na pesa imefanya nini? Imepotea. Kwa hivyo na mzee hapa na pressure ameita mpaka polisi. Wameitia mchungaji polisi. Kwa hivyo tunaona mchungaji bila shaka hakuogopa. Akasema twende moja kwa moja mpaka kwenu nyumbani. Kwa hivyo akaja, askari pia wako pale. Haya kwa nyumba. Mchungaji akasema kwa hakika nimejua ya kwamba sisi kama Wakristo tuna Biblia tu kama maridadi ya kurembesha nyumba zetu. Naomba mchukue ile Biblia. Akachukua, ayafungua. Kwa kweli akafungua, alipofungua pesa ikapatikana mahali pale. Je, hapo kumbuka mchungaji amelaumiwa, ameitiwa jina mwizi, na kumbe pesa hakuchukua. Pesa ilikuwa na wale chumbani. Sasa niambie, wangefungua ile Biblia mambo haya yangetokea? Kwa hivyo, je, hili neno ndani letu litakuwa vipi tusiposoma Biblia? Bwana Yesu asifiwe. Inamaanisha kwamba hii kiu ambayo nazungumzia hapa, hatuna kiu ya kujua Mwenyezi Mungu. Ukiwa na kiu, kwa mfano saizi umekaa kuanzia asubuhi mpaka hapo mchana, jua ni kali, utahisi nini? Kitu ya kwanza unahisi kiu. Na wakati unahisi kiu utachukua nini? Utachukua maji ili kuweza kufanya nini? Kutuliza kiu. Kwa hivyo hii kiu ninayozungumzia hapa ni tamaa ya kutaka kujua zaidi kuhusiana na Mwenyezi Mungu. Na utamtambua, utamjua vipi? Kwa kulisoma neno lake. Na iwapo hii kiu haimo ndani